ardhi ambayo umejenga nyumba yako, au ardhi ambayo umenunua shamba, au ardhi ambayo umeweka biashara yako, kama kuna tone ngaa kidogo la binadamu lilimwagika pale, kuna shida. Na ndio maana unapoona mwizi au mhalifu au mtumiwa wa uhalifu kwenye eneo lako, usiruhusu wampigie pale. Kimbiza waende wakapigie huko mbele. Hata na nyinyi mnaokaa kwenye mtaa wenu, msiruhusu mhalifu au mtumiwa wa uhalifu kupigwa na kuuliwa katika eneo lenu. Tayari mnatengeneza laana. Awe ni mhalifu kweli au amesingiziwa kwa bahati mbaya, lakini tone moja la damu katika eneo lina uwezo wa kulaani hiyo eneo lote. Tone dogo tu la damu ya mtu ambalo limetolewa pasi na ridhaa kwenye huo mwili. Tofauti ukijikwaa ukajikata, si ndio? Tofauti na hiyo. Lakini mtu amepigwa kiwango cha kutoka damu, mtu akapigwa kama mhalifu na akafa kwenye hiyo ardhi, hiyo ni wilaya, hiyo ni kata, hiyo ni kijiji, hiyo ni kitongoji, hiyo ni nyumba, hiyo ni taifa, hiyo nchi inapata laana ambayo ni ngumu sana. Isipofanyika ibada nzuri katika hilo eneo, ile damu itavuta mtu mwingine au watu wengine, na unaweza ukasahau. Kwa mfano leo tuseme ni tarehe 3 au tarehe 2, kila tarehe 3 ya mwezi wa 7 kuna ile hali itajitokeza tena kwenye hilo eneo. Ile damu inakumbuka, inavuta. Lakini kama pakitokea angalau mtu mmoja akagundua hiyo siri, akaomba na kutoa sadaka kwa msaada na uongozi wa Roho Mtakatifu, sadaka ya damu ya mwana kondoo Yesu Kristo inaondoa hiyo laana. Hakuna damu nyingine zaidi ya hiyo. Wagalatia 3:13, 3:14.